Lakini mjomba, ni kwa nini unanifanyia yote? Kosa gani kubwa ambalo nimekufanyia? Kumbuka mimi sikupenda kuwa hivi mjomba. Mke wangu Shimina. Mke wangu. Abe. Hebu nakuomba mara moja. Hivi Adela yuko wapi? Sio kwa kawaida hii, ndani ya masaa 6 haonekani. Hapana, huyu leo lazima nije nimuoneshe kwamba mimi ni mjomba. Na mimi ndo mwenye nyumba hii. Mume wangu. Ule atakuwa huko kaka na wanaume. Anajifanya aoni lakini mambo mengine anaona. Na usipokuwa makini watatugombanisha na pepo. Kwa mambo yale uliokuwa unaniambia, sasa leo nimeamini. Ulikuwa wapi? Adela. Kwa nini umechelewa bombani? Unaweza ukaniambia sababu ni nini? Lakini mjomba, maji bombani alikuwa hayatoki, ndio maana nimechelewa. Sio kawaida hii. Yaani kwamba maji hayatoki muda wote. Masaa mangapi? Si 6 ametimia? Au siku hizo unanifanya mtoto, si ndio? Hapa ni kwangu. Nakwambia nitakufukuza kwa mfumo kama huo. Ushakuwa mpumbavu wewe. Na unajifanya kwamba huoni ndio chanzo cha kuchelewa. Safari nitakuonesha. Hapa ni kwangu. Usipoangalia muda wote nakufulusha. Na mambo ya masomo yako uliokuwa unasema unasoma. Unasoma manini? Wewe si mjinga tu wewe. Lakini mjomba, ni kwa nini unanifanyia yote? Kosa gani kubwa ambalo nimekufanyia? Kumbuka mimi sikupenda kuwa hivi mjomba. Hata kauli ya kuniita mjomba naona ivunje. Wewe huoni, unataka kusoma. Unasoma manini? Si unapoteza tu hela zangu wewe. Kwanza hizo hela anazotaka kwenda shule sijui aende akasome sijui akafanye nini. Hizo hela weka ndani tutumie. Kabisa. Hapa nina haja ya kuvaa vijola vipya. Unaona nilivyokubuka hivi? Hata usiwe na haja ya kumpiga. Kimtu chenyewe unakiona kilivyo kimbaumbau. Ukikipiga utakiua mume wangu, lakini hata nyama. Wewe bora ukichukue kifukuze kipeleke hata huko. Kwanza mimi kimenichosha hiki. Kati ya pointi mke wangu ulioongea ni point kabisa. Huyu hafai kabisa. Upo ndani mwangu hapa. Kwa hiyo angalia. Muda wote nakufukuza wewe. Kwa leo nakusamea, ila ukijirudia nitakufanyia kitu mbaya sana. Mke wangu, naomba fanya maarifa ya maji, mimi nioge niende kwenye majukumu yangu. Wewe. Sisi nikupige hedi. Bwana Malima. Bwana Sonjo. Mambo vipi? Safi kabisa brother. Usalama upo? Usalama upo brother. Ndiye bwana Sonjo.
Mimi niko salama kabisa. Sasa toka kwenye masomo bwana. Mungu mwema. Nimefurahi sana kuonana na wewe. Ndio bwana. Leta maneno. Bwana Sonjo. Ndugu yangu bwana. Naam. Mguu unaona huu. Ndio. Niko nakuja kwako. Kwa maana yake turudi au tunazungumzia hapa hapa? Kwa sababu tukishakutana hapa. Yes. Jambo dogo. Asante sana. Bwana, jicho langu limeona. Limeona kitu gani bwana Malima? Maana mambo yako wewe. Bwana, jicho langu limeona pale kwako. Mwipo wako yule. Nimemuelewa. Umemuelewa kivipi yani Malima? Hebu leta maneno mezani. Yaani ingia kwenye point moja kwa moja bwana Malima. Acha kuzunguka bwana. Yaani mimi haijalishi bwana. Nimempenda. Na ndio maana nimekuja au nimechukua jukumu la kuja kukwambia wewe kama mjomba wake. Lakini sio unaongea una hela. Bwana Sonjo, kuhusu pesa. Pesa ipo. Yaani pesa ipo mzee. Yaani kuhusu pesa. Aondoa shaka. Pesa ipo. Pesa ipo. Basi sawa. Naomba niachie jukumu mimi kwenye kichwa changu la kufikiria. Ila nitakujulisha kaka. Sawa ndugu. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Asante sana kaka. Zingatia ndugu. Asante sana. Sawa sawa. Adera. Nani? Wewe Nadia. Vipi mbona umekaa peke yako hapo funalia? Una shida gani? Shida nini? Donald. Niambie. Napitia changamoto nyingi sana. Na majonzi makubwa sana Donald. Mjomba wangu alinikatisha ndoto zangu. Lakini bado hakujali. Nyumbani pia kila siku ni manyanyaso tu juu yangu. Hapa niliko na siku ya pili sijaingiza chochote kwenye tumbo langu Donald. Sijui nitaishi maisha kama haya mpaka lini. Sielewi hatima yangu Donald. Kwa hiyo mpaka sasa hivi siku mbili hujala chakula. Hamna chochote nilichoingiza kwenye tumbo. Sasa mjomba wako mtu mbaya sana. Yaani anakubao na siku mbili haujala hujapata chakula. Adera pole. Umesikia? Hata kama unapitia magumu kiasi gani usikate tamaa. Mungu yupo atakusaidia. Umenielewa eh? Kila siku umekuwa ni manyanyaso juu yangu. Kwa nini? Sasa hapa cha kufanya, hebu nikuchukue nikupeleke nyumbani basi ukapata chakula. Sawa eh? Hebu niwa kidogo. Kwenda kale nyumbani. Nipo taratibu. Fumbo yako hii eh?
Mke wangu, kuna habari njema sana. Zipi? Nimekutana na mtu mwenye hela zake. Usiniambie. Yaani kajiingiza kwenye mfumo ambao nilikuwa nautaka nipate hela. Lakini Mungu kasema yani kanigongeshea. Yaani Mungu ana maajabu yake. Kuna mtu amempenda Adela vile vile alivyo. Jamani. Kweli? Hakika kabisa mke wangu. Yaani nimefurahi hivi hapa nina jasho la furaha. Na sio yule aliyekuja ambao hana hela. Ila huyu ana hela na amempenda vile vile alivyo. Unajua huyu mwanamke kukaa kwetu hapa ndo amefanya sisi tuwe tuna gundu ya kutokupata hela. Kina gundu kweli hiki? Si unaona sasa hivi hatupati maokoto kabisa. Kwa hiyo manake muda wote anakuja kutuletea hela, yeye afanyaje? Akaishi naye. Bila shaka kampenda. Kasema anamtaka muda wote. Namwambia ngoja nifikirie. Mume wangu, mimi hata sina shida yoyote. Sina shida yoyote. Kabote aondoke. Choka mume wangu. Kabisa. Maana imekuwa kivurugi. Huu wakati wa kula hela mke wangu. Umefuata nini huku tena? Hivi mjomba, utaendelea kunipa mateso na mnaimba kalini? Ndoto zako ulizizima. Sasa hivi bado unataka uniuze shangali ni kipofu. Laiti mama angelikuwepo yuko hai, ungenifanyia ukatili unaonifanyia. Adela, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe kwanza unafanya kutuletea gundu sisi. Hatupati hela ndani ya nyumba. Alafu saizi unashinda kupika huko. Unakuja na mafimbo yako. Cha kufanya jiandae. Nishapata mtu aniletee hela. Na nakuomba jambo hili. Kaa kafikirie namna gani utamtumikia mumeo. Mjomba, hebu kwa ni chembe hata ya huruma tu. Kumbuka mimi ni mtoto wa dada yako mjomba. Kwani unifanyia yote haya? Mimi naona usinivuruge akili kwa sababu hapa nina furaha ya kupokea mahali. Sasa mambo ya dada yametoka wapi? Kama unataka nenda huko na wewe upo kwenye mamlaka yangu mimi, inabidi utii ninachokiongea. Nenda jikoni, andae tule. Mimi hapa nina furaha ya kupata hela. Wewe fikiria namna gani utaishi vipi na mumeo. Alafu wewe. Hiyo huruma inatoka wapi kwanza? Bibi zetu na babu zetu walishindwa kuwa na huruma. Si hizo huruma tunazitoa wapi? Hebu muone kwanza. Kimenyorodoka. Alafu sijui kesho nikichukue nikipeleka huko saluni sijui akakitengeneze. Unakiona jinsi kilivyo kituko hiki? Peleke wapi acha. Halafu jiandae kesho kuna mgeni. Jiandae vizuri. Na hicho kijola chako kimoja. Itabidi kesho nitoe gauni langu kwenye kabati nikipatie. Wewe mpo mdogo. Hebu rudi jikoni huko ukapike chakula. Mimi naisijaa hapa. Harakisha. Afu changamka mimi na njaa bwana. Wewe. Hebu toka. Nakuja subiri nakuja wewe. Wewe muda utoka. Toka hapo nipe changu. Mpaka mtu anashindwa hata kuvaa. Nipe changu wewe. Kwanza subiri. Nipe langu. Sasa Sitaki utani kwenye biashara zangu, sawa? Sikiliza nikwambie. Sitaki. Nataka hela yangu. Subiri nikwambie. Kwanza jana nimeacha chini changu jero hapa. Sawa? Ila sasa mimi baadaye nakupitishia. Hilo jelo linaingiaje kwenye biashara zangu? Tulia. Baadaye nakupitishia mzigo. Wewe mwanaume unijui wewe. Unijui. Hapa mimi si nitakuja. Wewe baadaye nakuletea. Yaani wewe kuwa na amani, usio na stress kabisa. Sawa?
wewe vipi? Wakati wa kula hela. Ndo mdako, nimechoka kwa misosa mimi. Wewe ukeleza nini? Ni shamba hili, litajulia wapi? Cha ajabu nini? Vipi baba? Jamani, na vitu vizuri sana. Nilikwambia lakini. Kwa mwendo huu, hela zangu mtakula sana. Wenyewe tunazitaka sana. Kabisa. Ongezeni basi watu. Kidogo biashara, angalau wawili. Haina shida. Wawili watatu. Usijali bwana. Shukrani sana tajiri. Mwambie na wenzio bwana. Usijali. Karibuni sana. Usijali, mtatuona sana. Sawa. Hundo wakati wa kula hela. Sasa huyu naye nini makelele? Lakini ngoja alie, si tunapata hela. Au muongo tu. Mjomba, wewe unanifanya ukatili namna hii mjomba. Kana kasa kwa na chembete uluma kunionea. Angelikuwa ni mtoto wa kunimzaa, ningemfanya ukatili kama huu mjomba. Mbona unanikatili hivi? Ndio maana tuzae. Ni ati mkenitupa jalalani. Lakini sasa kunifanya ukatili huu mnaonifanyia mjomba.